Ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni sana kwenye mkutano wetu huu ambapo tuna mambo kadha wa kadha tungependa kuzungumza nanyi kuelekea katika mechi yetu ya tarehe 17 na mechi yetu ya tarehe 24, mechi tarehe 25, mechi ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwanza awali ya yote ningependa niwakumbushe ndugu zangu waandishi wa habari na kuwakumbusha Watanzania ya kwamba Simba tuko fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni vema kila mmoja akaelewa status ya Simba hivi sasa. Simba ni mwana fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tumefanikiwa kuingia fainali ambayo kwetu ni fainali yetu ya pili mara baada ya kufanikiwa kucheza fainali mwaka 1993. Baada ya kupita miaka mingi, hatimaye sasa mnyama amerejea tena kwenye fainali ya michuano ya CAF. Na safari hii tukicheza fainali hiyo na mpinzani aitwaye RS Berkane kutoka Berkane nchini Morocco. Kwenye kufika fainali hii tuna kila sababu ya kumshukuru rais na mwekezaji na mwenyekiti wa klabu ya Simba Mohamed Dewji Mo. Amefanya kazi kubwa sana, amepambana na amepigana vita kubwa kuhakikisha kwamba Simba inafika fainali ya kombe la shirikisho. Mohamed Dewji akiwa ni rais wa klabu ya Simba, mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi na mwekezaji wa klabu yetu, amefanya kila kinachowezekana ndani ya klabu yetu hususan msimu huu na kuhakikisha kwamba Simba anafika fainali ya kombe la shirikisho. Sisi wana Simba hatuna budi kumshukuru, hatuna budi kumpongeza, hatuna budi kuendelea kumwombea mema, aendelee kupambana, amalizie mkia ambao umebaki wa kuipa Simba ubingwa wa Afrika. Mengi amefanya, mengi anafanya na mengi atafanya, lakini tuendelee kumwombea dua, aendelee kuitumikia Simba kwa moyo aliokuwa nao. Sisi wana Simba hatuna cha kumlipa zaidi ya kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe afya njema, aendelee kuimarisha uchumi wake na aendelee kudumisha mapenzi yake na Simba Sports Club. Mambo haya matatu yakiendelea kushamiri kwa Mohamed Dewji ndiyo kushamiri kwa Simba Sports Club. Atakapokuwa na afya njema Mohamed Dewji ndio afya njema ya Simba Sports Club. Uchumi wake ukizidi kuimarika ndio uchumi wa Simba unazidi kuimarika. Mapenzi yake na Simba yakizidi kuongezeka ndio Simba inazidi kufanya vizuri. Hivyo wana Simba hatuna budi kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu Mohamed Dewji aendelee kuwa sawa sawa kwa maslahi mapana ya Simba Sports Club. Lakini hatuna budi vile vile kumpongeza na kumshukuru mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa kazi kubwa ambayo ameifanya ya kuhakikisha Simba inafika fainali ya Afrika. Hapa namzungumzia Murtaza Mangungu. Msimu huu amejitoa sana, msimu huu amepambana sana, amekuwa bega kwa bega na Simba yake, ameilea Simba kama mtoto wake wa kumzaa mwenyewe, amekuwa akihakikisha kwamba anaifuatilia na kuisimamia Simba na kila hatua, na hatimaye hii leo Simba anakwenda kucheza fainali ya Afrika kwa nguvu na mapambano ambayo mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu ameyafanya. Yeye kwa kushirikiana na wajumbe wengine wa bodi wa kurugenzi ya Simba Sports Club wamefanya kazi kubwa kuipeleka Simba hatua ya fainali. Wapo wengi ambao wamepigana vita hii, lakini hawa ndiyo machampion wetu ambao wamekaa mbele kwenye kutongoza vita hii na hatimaye leo tumefika hatua ya fainali. Nimesema niaseme hayo ili tutambue mchango mkubwa ambao wa viongozi wetu wameifanya hadi kuifikisha Simba hapa tulikofika. Ndugu zanguni, kikosi kinataraji kuondoka kesho siku ya Jumanne ya tarehe 13
alfajiri ya saa 11 kuondoka Dar es Salaam kuelekea Morocco Casablanca. Ni safari ya masaa 7 kutoka Dar es Salaam mpaka Casablanca Morocco, na itakuwa ni safari ya moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa Julius Nyerere moja kwa moja tunaangukia katika uwanja wa Casablanca Morocco. Tutakaa Casablanca kwa siku kadhaa kuanzia kesho tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15 tukifanya mazoezi pale katika mji wa Casablanca. Tarehe 15 kikosi cha Simba kitaondoka kutoka Casablanca kuelekea katika mji wa Oujda ambao ni mwendo wa lisali moja kwa ndege kutoka Casablanca mpaka Oujda. Tutaelekea hapo, tutafika Oujda, tutakaa kwa muda wa siku 2 kwa maana ya 15 na 16. Tarehe 17 tutakwenda Berkane kwenda kucheza mchezo wetu dhidi ya wapinzani wetu. Kutoka Oujda mpaka Berkane ni mwendo wa nusu saa kwa basi. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukacheza mchezo wako ukarudi. Tukimaliza kucheza mechi yetu na Berkane tarehe 17 katika mji wa Berkane, tutanyanyuka moja kwa moja tarehe 17 hiyo hiyo kurejea nyumbani Tanzania kwa ajili ya kuja kuanza maandalizi ya mechi ya marudiano ambayo itapigwa tarehe 25. Usafiri wetu wa kutoka hapa kwenda kumfata mpinzani wetu umekuwa mwepesi sana safari hii kwa sababu ya msaada mkubwa ambao tumeupata kutoka serikalini baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kutupatia ndege ya bure ya kutupeleka Morocco, kutusubiri na kuturudisha tena Tanzania kuja kuendelea na mambo mengine. Kama si ndege ya rais ambayo ameitoa, maana yake ingetulazimu Simba tutoke hapa masaa 5 mpaka Qatar, masaa 5 mpaka Dubai, au masaa 5 mpaka Uturuki. Baada hapo tusafiri tena masaa 3 kutoka Uturuki, Dubai ama Qatar kwenda mpaka Casablanca. Tungesafiri mwendo wa masaa 8, na hayo masaa 8 ni ya kukaa tu angani bado kusubiri ndege kutoka kituo moja kwenda kituo kingine. Lakini kwa ndege hii ambayo Mama Samia ametupatia Simba Sports Club bure, inatupa sisi uwepesi wa kusafiri na kwenda kutimiza majukumu yetu. Kwa hili hatuna budi Simba Sports Club kumshukuru, tena kumshukuru sana, tena kumshukuru pakubwa, tena kumshukuru mara 1,100,000 Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hili ametutendea kubwa mno, na sisi tunamwahidi hatutamwangusha. Ndege yake hatutapanda bure, tutamletea zawadi nzuri ambayo atafurahia maisha yake yote. Baada ya kumalizana na RS Berkane nyumbani kwake Berkane, Nyama atarejea Dar es Salaam kuja kuanza maandalizi ya mechi yetu ya tarehe 25 ambayo itakuwa ni mechi ya mwisho, mechi ya marudiano, na kombe litakuwepo Benjamin Mkapa. Katika mchezo huu wa fainali tunakwenda na kauli mbiu inayosema tunabeba. Hiyo ndiyo kauli mbiu yetu kuelekea katika mechi zetu ama mechi yetu ya fainali. Tunaposema tunabeba, tunamaanisha ubingwa wa Afrika. Safari hii Simba Sports Club tunabeba. Tulianzia kwenye hatuishi, tulianzia kwenye hii tunavuka robo finali, na watu hawakuamini kama kweli Simba anavuka, kwa sababu walishakariri maisha ya kwamba tunaishiaga robo finali. Lakini tukawaambia kwa kujiamini ya kwamba hii tunavuka.
Tulipofika hatua ya nusu fainali, wakasema shughuli yake imeishi hapa, huyu ni mtu wa fluke, hatoboi kwenda hatua ya fainali. Tukawaambia hatuishii hapa. Baada ya kufanikiwa kuvuka nusu fainali na kuingia fainali yake, tunawaambia tena, tunaitangazia dunia ya kwamba hii tunabeba ubingwa wa Afrika 2025. Simba Sports Club tunabeba. Kila mwana Simba aichukue hiyo kuanzia sasa, kila mwana Simba aiweke moyoni hiyo kuanzia sasa, na kila mwana Simba aanze kufanya kazi kuanzia sasa kuhakikisha kwamba kombe hili tunabeba. Bado tunayo kumbukumbu mbaya ya mwaka 1993. Wapo ndugu zetu wengi ambao walipata madhara makubwa ya kisaikolojia, madhara makubwa ya moyo, madhara ya kila kitu baada ya Simba kupoteza fainali katika uwanja wa Uhuru, zamani uwanja wa Taifa. Wale wote ambao wameishi na mioyo hiyo yenye maumivu kutoka 93 mpaka hii leo, tunakwenda kuwafuta machozi rasmi tarehe 25 ya mwezi huu wa 5 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na njia pekee ya kumfuta machozi mwana Simba aliyeumia mwaka 93 ni kumpa zawadi ya ubingwa wa safari hii. Tunafahamu ugumu wa mchezo huu, na ni vema kila mwana Simba akatambua ugumu uliopo mbele yetu. Mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye sio mpinzani wa kawaida hata kidogo. Hili kombe la shirikisho, Berkane amecheza 2, amecheza fainali mara 4 jumla. Maana yake ni kwamba huyu ni mzoefu katika eneo hili. Na hapa hatuzungumzii ubingwa ama fainali ya Berkane ya zamani kama yetu ya 93. Hapa tunazungumzia fainali au ubingwa ambao wameuchukua Berkane 2024, 2023, 2024. Berkane amechukua ubingwa. Berkane amecheza fainali. Kwa bado ni wa moto kweli kweli kwenye upande wa mafanikio ya soka barani Afrika. Huyo ndio aina ya mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye, lakini hatuofii rekodi yake wala ubora aliyokuwa nao. Sisi ni Simba Sports Club na tunasema hili tunabeba, lakini haitakuwa ya kubeba kwa wepesi. Ni lazima tufanye kazi kubwa kweli kweli kuhakikisha ya kwamba tunachukua ubingwa wa Afrika. Katika hili nipende kusema ya kwamba hii ni vita yetu wote wana Simba. Hii sio ya Mohamed Dewji, sio ya Mangungu, sio ya Zubeda Sakuru, sio ya yoyote yule. Hii ni vita ya kila mwana Simba. Nyumbani kwako, hata kama una mtoto wa miaka 2 na unajua huyo mtoto anaipenda Simba, naye mshirikishe kwenye hii vita. Tuhakikisha kwamba kila mwana Simba anashiriki kikamilifu kwenye hii vita. Tunakwenda kuchukua ubingwa safari hii. Na niseme wazi kwamba kumekuwa na tabia mwana Simba anakuambia, anakupigia simu, jamani hii mechi ngumu, viongozi pambaneni. Mechi hii ni ngumu, tupambane wote. Usimsukumie kazi kiongozi. Kila mwana Simba kwenye eneo lake akapambane anavyoweza kupambana. Simba tufanikiwe kuchukua ubingwa wa Afrika. Hiko ndio kitu pekee ambacho ningependa kuwaambia wana Simba hii leo. Twendeni vitani, twendeni tukapambane, twendeni tukahangaike, twendeni tukafanye kila tunachoweza kufanya tuchukue ubingwa wa Afrika hii. Nafahamu wana Simba tuna uwezo mkubwa wa kupambana kuchukua huu ubingwa, lakini mapambano uliyofanya tukamtoa Al-Masri, uliyofanya tukamtoa Stellenbosch, tuzidishe mara 10,000 yake kuelekea kwenye mechi yetu dhidi ya RS Berkane. Tunataka ubingwa. Hatuko tayari kwa mara ya pili kwa namna yeyote ile. Kombe liko uwanjani Benjamin Mkapa. Kombe hili
akaondoka nalo Mwarabu. Hili ni jambo ambalo Simba hatuko tayari kwa namna yeyote ile. Hatuko tayari. Tumekaa pale sisi mashabiki 60,000. Filimbi ya mwisho mwamuzi inapulizwa, anakwenda kukabidhiwa ubingwa RS Berkane. Hii yatakuwa ni matusi makubwa mno. Ilifanyika 93, haipaswi kujirudia mwaka 2025. Tunataka kwenye kutoa medali pale sisi tu wa mwisho kwenye kuvishwa medali, maana mshindi wa pili anakuwa wa kwanza kuvaa medali. Tunataka hiyo tarehe 25 sisi tu wa mwisho aanze kuvishwa medali Berkane ambaye ni mshindi wa pili. Baada hapo aje mnyama kuja kuvishwa medali. Kuna kuaga na medali za aina mbili. Kuna medali ya shaba na medali ya dhahabu. Tarehe 25 sisi tunataka kuvaa medali ya dhahabu, na hili sio jambo la kitoto. Ni jambo kubwa, ni jambo zito, ni jambo linalohitaji commitment ya 100% na zaidi ya kila mwana Simba. Kuanzia hivi sasa kila mwana Simba aanze mapambano, na kwa kuanza hilo kuanzia hivi sasa mwana Simba ni marufuku kuzungumza chochote kisichohusiana na fainali. Kama umechagua kujadiliana mpira kwenye kijiwe chenu, kwenye grupu lenu, kwenye tawi lenu, mazungumzo yetu wana Simba yawe ni mazungumzo yanayohusiana na fainali ya tarehe 17 na tarehe 25. Mazungumzo mengine ya aina yeyote ile wana Simba tuachane nayo. Huko sio sehemu yetu kwa hivi sasa. Sisi sehemu yetu ni fainali. Tuwaache wengine wazungumze huko kwa sababu ndiko walipo. Sisi hivi sasa hatupo kwenye fainali. Na kwenye magrupu yetu, mtu yote akianzisha mada isiyohusiana na fainali, admini ondoa huyo mtu, removusha huyo mtu. Wabaki wana Simba ambao wanajadili fainali. Kwenye kijiwe chetu, kwenye tawi letu, mtu anakuja na agenda tarehe 15 mwezi 6, huyo mtu ni wa kufukuza. Sisi tunajadili fainali ya Afrika. Tukisha malizana na Berkane tarehe 25, tutakuja tuanze mijadala mingine kuhusiana na mechi zetu 4 za mwisho za ligi kuu ya NBC. Lakini kwa sasa mada yetu, mazungumzo yetu ni fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kuelekea katika mchezo wetu hapa nyumbani tarehe 25, kwanza tunataka kuifanya fainali yetu kuwa fainali yenye hadhi kubwa zaidi kuliko fainali zote za kombe la shirikisho ambazo zimewahi kutokea na zimewahi kufanyika. Na mwaka huu niwaambie kitu kimoja ndugu zangu waandishi wa habari, fainali ya kombe la shirikisho na fainali ya ligi ya mabingwa, tunataka fainali ya kombe la shirikisho iwe na mvuto zaidi nje uwanja kuliko fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Na hii inawezekana kwa sababu walioingia fainali ya ligi mabingwa Afrika pamoja na ubora wao wa kiufundi, lakini hawana watu nje uwanja, kwa maana ya mashabiki. Mamelodi wako wenyewe tu na Pyramids na wenyewe wako wenyewe tu, hawana mashabiki. RS Berkane ina mashabiki wengi katika mji wa Berkane, na Simba Sports Club tuna mashabiki wengi Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo tunapiga kelele kuhakikisha ya kwamba mechi yetu hii inakuwa na mvuto mkubwa zaidi kimasoko, inakuwa na brandi kubwa zaidi, inakuwa ni mechi ambayo inazungumzwa zaidi kutokana na ukubwa wa matukio ambayo tutayafanya. Lakini kama haitoshi, mwaka juzi imechezwa fainali hapa Tanzania ya kombe la shirikisho, ambayo ilikuwa ni fainali fainali dhalili kuwahi kutokea barani Afrika. Fainali ya kiwango duni sana kuwahi kutokea barani Afrika. Fainali ambayo haikuwa na mvuto wa aina yeyote ile. Fainali ya kidhalili mno kuwahi kutokea. Kwa nini ya kidhalili? Kwa sababu fainali hile watu waliingia bure uwanjani.
hauwezekani kwenye mechi kubwa ya mwisho ya kimaamuzi, mechi ya fainali, watu wakaingia bure uwanjani. Huo ni udhalilishaji wa mpira wa kiwango cha hali ya juu mno. Wapo watu ambao wamepoteza maisha kutokana na fainali ile. Wapo watu ambao wamepoteza viungo vyao vya mwili kwa fainali ile, na wapo watu ambao wamepoteza mali zao kwa fainali ile. Simba Sports Club tunataka kufanya fainali yenye hadhi ya hali ya juu mno, fainali bora kuwahi kutokea barani. Na hayo ni mambo ambayo sisi tunayamudu na tunayaweza kweli kweli, na tutakwenda kuyafanya katika fainali yetu hii. Ndugu zanguni, fainali ndiyo top climax ya mashindano yoyote ile. Kwa hiyo fainali yetu hii dhidi ya Berkane, tangazo asante. Fainali yetu hii ni fainali ambayo tunataka kuifanya hivyo kuwa ni fainali yenye hadhi kubwa. Kuelekea katika mchezo huu, mechi yetu ya tarehe 25, viingilio tunavitangaza hii leo na tiketi zitaanza kuuzwa hii leo. Tutakaporejea kutoka Morocco, tutaingia moja kwa moja kwenye hamasa kuhusiana na kupiga promo ya uuzaji wa tiketi hizi. Lakini ningependa kushauri na ningependa kuwakumbusha na ningependa kuwahimiza na kuwasisitiza wana Simba, tununue tiketi zetu mapema. Hii ni fainali. Hii ni aina ya matukio ambayo hayajirudii mara kwa mara. Japo mwakani tutacheza tena fainali ya Afrika, lakini haitakuwa tamu kama hii ambayo tumeisubiri kwa miaka 32. Fainali ya mwakani itakuwa ni back, haitakuwa na raha kama fainali ambayo tunakwenda kucheza hii leo. Kwa wana Simba, nunua tiketi yako mapema ili tarehe 25 liwe ni jambo la kuingia tu uwanjani kwenda kuishangilia Simba yako. Viingilio katika mchezo wetu wa tarehe 25. Na jambo nyingine la kusisitiza hapa, wala huna sababu ya kusubiri kuangalia ama kupima matokeo ya Simba na Berkane mechi ya kwanza yatakuwaje. Hiyo wala wewe usiangalie, sababu vyovyote itakavyokuwa, wewe una wajibu wa kuja uwanjani tarehe 25 kuja kuandika historia ya kwamba ulikuwepo katika fainali ya mwaka 2025. Lakini vyovyote itakavyokuwa, mnyama atakuja kufanya umafia mkubwa katika mechi ya marudiano tarehe 25. Mzunguko itakuwa ni shilingi 7,000. Ukiangalia mechi zetu zote za CAF, mzunguko ilikuwa ni shilingi 5,000. Hii ni mechi ya fainali, tumeongeza mzunguko ni shilingi 7,000, ambao bado ni ndogo mno kwa hadhi ya Simba na kwa hadhi ya mchezo wenyewe. Wana Simba, tukanunue mzunguko. VIPC itakuwa ni shilingi 20,000, tuko pale pale. VIPB itakuwa ni shilingi 30,000, bado na yenyewe ni pale pale. Ni viingilio ambavyo kila mtu anaweza kumudu. Platinum ile ya matajiri itakuwa shilingi 250,000. Anayehitaji platinum ana dakika zisizopungua 60 kupiga simu, kuweka oda na kununua tiketi zake. Kabla hatujatangaza platinum hii leo, tayari wale watu regular wa platinum walishaanza kuulizia, kuweka oda na wengine kulipia. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji platinum, muda wa kununua platinum yake ikiisha leo, atambue kwamba platinum itakuwa zimemalizika. Hatutakuwa na Tanzanite kwa maana lile eneo la VIP, kwa sababu kuna wageni wengi kutoka FIFA na wageni wengi kutoka CAF wanakuja kwa ajili ya mchezo huu. Kwa lile eneo hakutakuwa na siti za kuuza. Lakini vile vile hatutakuwa na daraja la VIPA
kwa sababu baadhi ya wageni wa CAF watakuja kukaa katika eneo la VIPA, na hao ni maelekezo ambayo wametupa wakubwa zetu. Hivyo basi wale wanangu wa VIPA tuhamie VIPB ama VIPC. Tunaombeni radhi sana wale ambao wamezoea kukaa VIPA, hasa kundi la wakali wa VIPA. Tuombe radhi tu ya kwamba kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, hatutauza daraja la VIPA, na badala yake siti hizo ni maalum zimetengwa kwa ajili ya wageni kutoka CAF ambao wanakuja kwenye mechi yetu ya tarehe 25. Huo ndio upande wa tiketi na zinaanza kuuzwa kuanzia sasa. Lakini vile vile tunazungumza na wenzetu wa NCAD kuweka wauza tiketi kwenye kila maeneo ambayo sisi tunaona maeneo ambayo hayana wauzaji wengi wa tiketi. Kwa mfano, tunazungumza na NCAD ukanda wa Tabata tuwe na wakala mmoja ambaye anauza tiketi, na tukishamaliza mazungumzo hayo tutawaambia Tabata ni sehemu gani kuna watu wanauza tiketi. Eneo la kuanzia Jangwani, Kigogo, Magomeni, Kinondoni, Manzese tunaweka wakala mmoja wa kuuza tiketi katika eneo moja wapo hapo. Inaweza ikawa ni Magomeni pale center, watu wote wa maeneo hayo wakaenda kununua tiketi hapo. Kuanzia Mwenge, Makumbusho, kwenda mpaka Boko Bunju, vile vile tutaweka wakala mmoja wa tiketi katika eneo la Tegeta ili aweze kuwahudumia watu wa ukanda huo. Kwa hiyo tutasambaza mawakala wa tiketi, ukiachilia mbali vile vituo vyetu vya siku zote vya kawaida, lakini tutasambaza mawakala wa tiketi kona mbali za Dar es Salaam ili waweze kununua tiketi zao kwa urahisi. Mtu wa Bunju huna sababu tena ya kufunga safari na kuja mjini kuja kununua tiketi. Tiketi yako utainunua Tegeta, utarudi Bunju ama Boko kuendelea na maisha yako. Kwa hiyo baada ya kukamilisha mazungumzo haya na wenzetu wa NCAD, tutakuja kuwatangazia mawakala wapya ambao tutakuwa tumewaweka katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuuza tiketi. Kuelekea katika mchezo wetu huu, kama kawaida yetu, tutakuwa na hamasa na jambo moja ningependa kusisitiza. Tiketi ni shilingi 7,000 kwa maana ya mzunguko. Kadi ya NCAD ni shilingi 2,000. Ili ni muhimu mno tukaelewana. Wapo watu wasiokuwa na uadilifu huwa wanaongeza bei ya kadi. Ni watangazie wana Simba ya kwamba utakapokuta mtu ameongeza bei ya kadi, fanya mawasiliano tuweze kumzuia huyo mtu kufanya vitendo viovu kama hivyo. Katika mechi yetu hii tunataka kuona wana Simba hawapati usumbufu wa aina yeyote ile katika kununua tiketi zao. Lakini jambo la msingi ningependa kusisitiza, hii ni fainali ina mvuto mkubwa. Hapa napozungumza nanyi, wapo wageni wengi kutoka mataifa mbalimbali wanakuja kwa ajili ya mchezo huu. Kuna watu wanafunga safari hivi sasa kutoka Marekani kuja kuona Simba hii. Kuna watu wanafunga safari kutoka Ulaya zote wanakuja kuona fainali hii. Wewe mwana Simba wa hapa, changamkia kununua tiketi yako. Na wapo watu ambao watanunua tiketi nyingi kwa mpigo, alafu watakuja kulangua siku ya mechi. Tusingependa kuona mwana Simba unaingia mzunguko kwa shilingi 20,000 wakati wenzio wamelipia shilingi 7,000. Tusingependa kuona mwana Simba unaingia VIPB kwa shilingi 50,000 wakati wenzio wamelipia shilingi 30,000. Kuepuka kulanguliwa, kuepuka kuibiwa, mwana Simba nunua tiketi yako mapema ili uwe na uhakika. Tulipokwenda Afrika Kusini kucheza na Stellenbosch, kama kawaida yetu watu hawakununua tiketi.
ile siku ya mchezo kuna Mzulu mmoja akaja na tiketi zake akakaa nje ya geti. Kwa anayepita na anawauzia. Tiketi ilikuwa randi 30 sijui. Yeye akawa anauzia randi 10. Kumbe zile tiketi anazouza yule bwana zilikuwa ni fake. Kwa watu wa Bongo kibao wakanunua hizo tiketi. Wakienda kuchanja pale wanaambiwa tiketi fake. Ikatokea vurugu kubwa kweli kweli pale mpaka viongozi walipokuja kutatua hiyo changamoto, tiketi zikanunuliwa nyingine upya, wakaruhusiwa kuingia uwanjani. Kwa uhuni uko everywhere. Kuepuka kufanyiwa uhuni ni wewe kununua tiketi yako mapema. Nunua sasa ili kuepuka watu kukufanya wewe mjinga. Kama kawaida yetu wana Simba, tunapokuwa na tukio kubwa lazima tufanye hamasa. Haijalishi tiketi zitaisha, haijalishi mauzo yatakuwa mazuri, lakini lazima tufanye hamasa. Na tunafanya hamasa kwa sababu tumeshasema ya kwamba tunataka kufanya mchezo wetu huu kuwa ni mchezo wenye hadhi, wenye thamani na mchezo maarufu kweli kweli. Tarehe 20 ya mwezi wa 5 tutafanya uzinduzi wa hamasa katika viwanja vya Mbagala za KM. Na hii itakuwa ni tofauti na ile ambayo tunaifanyaga miaka yote. Hii ya safari hii itakuwa ni ya kipekee kabisa, ambayo itahusisha viongozi kadha wa serikali, viongozi wa Simba Sports Club. Kutakuwa na burudani ya muziki kutoka kwa wasanii mbalimbali wakubwa hapo hapo Mbagala. Kutakuwa na matukio mengi makubwa na mazuri ya kuvutia ndani ya Mbagala za KM. Hiyo itakuwa ni tarehe 20 ya mwezi wa 5. Tutafanya balaa kubwa kweli kweli katika uwanja huo. Tutakuwa na big screen ambazo zitaonyesha mahojiano mbalimbali ambayo wachezaji wa zamani wa Simba waliocheza fainali ya mwaka 93 wakisimulia namna nini kilitokea mwaka huo na ilikuwaje wakalikosa kombe hilo. Hiyo video zote hizo zitaonekana hapo Mbagala kwa mara ya kwanza. Lakini tutaonesha safari nzima ya Simba Sports Club kutoka mechi ya kwanza dhidi ya Al Ahly Tripoli mpaka mechi ya nusu finali dhidi ya Stellenbosch. Yote hayo yanapatikana Mbagala za KM siku ya tarehe 20. Burudani ya Kigoma itakuwepo kama kawaida, tutaimba na kucheza na wasanii maarufu na wakubwa watakuwepo siku ya Mbagala, ikiwemo bwana mdogo kabisa ambaye anafanya vizuri vibaya mno, si wataji jina, lakini naye atakuwepo hiyo siku. Watu hatari yo. Tarehe 21 tutakuwa na tukio la hamasa katika tawi la Simba Hatari liko Mbezi ya Magufuli, stendi ya Magufuli. Tawi hili limeandaa shughuli maalum ya hamasa na watachinja nyama, watachinja mbuzi 6. Kwa hiyo watu tutakula mbuzi vibaya, ng'ombe sio mbuzi. Mbuzi hatuchinji. Mbuzi tuna kazi nao maalum. Kwa hiyo ng'ombe tutafurahia hapo, na baada hapo tutazunguka katika matawi mengine kuendelea kufanya hamasa. Tarehe 22 kumradhi. Tarehe 22 tutakuwa na tukio la mbio za kujifurahisha ambalo tumeliita Tunabeba Fun Run. Kwenye Tunabeba Fun Run, wanasimba wote tunakutana fukwe za Aga Khan majira ya jioni. Tutakimbia kupita daraja la Tanzanite, tutapita Koko. Hatukimbii kama Felix Simbu mbio na ni mkuku. Ni mdogo tu. Huku tunaimba nyimbo zetu, huku tunafurahia Simba yetu taratibu. Anayeweza kutembea anatembea, anayeweza kujoga na jog, anayekimbia speedi kama kibelenga taruhusiwa, lakini ni kutoka fukwe za Aga Khan mdogo huku tunaimba. Safari tunapita Coco Beach, tunakwenda mpaka Sea Cliff, tunageuza pale, tunarudi na kituo chetu cha mwisho itakuwa ni Coco. Pale tutafanya aerobic kidogo, tutazungumza, na baada hapo tunasambana. Nichukue nafasi hii
kualika wanasimba wote kwenye tunabeba fun run. Nichukue nafasi hii kualika vikundi vyote vya jogging Dar es Salaam. Tukutane tarehe 22 kwenye tunabeba fun run. Na yeyote ambaye anahitaji kushiriki, basi anakaribishwa kuja kushiriki nasi kwenye tunabeba fun run. Lakini kama mna kikundi chenu cha jogging, kama mna kikundi chenu cha jogging na mnataka kushiriki kwenye tunabeba fun run, piga simu ama tuma message ya kutambulisha kundi lenu kupitia namba 0745 055 914. Narudia tena, kama mnahitaji kushiriki kwenye tunabeba fun run, basi piga nambari yako, piga ama tuma message kwenye namba 0745 055 914. Piga simu, jitambulishe kwamba sisi kikundi chetu cha Kaniki Jogging Club tunatoa taarifa ya kushiriki kwenye tunabeba fun run. Unaweza kushiriki wewe kama mtu binafsi, unaweza kushiriki kama kikundi, na mnaweza kushiriki kama kampuni, ofisi ama taasisi yenu. Kwa hiyo mataasisi yote, makampuni yote, wafanyakazi kutoka mashirika tofauti tofauti na makampuni tofauti tofauti, tunawakaribisha kwenye tunabeba fun run. Na tunategemea kuwa na kiongozi mkubwa kabisa wa kiserikali ambaye ndiyo atatuongoza katika mbio hizo. Lengo letu ni kuhamasisha kuelekea mechi yetu ya tarehe 25. Ukihitaji kushiriki, hakuna kiingilio, ni bure, ni wewe tu kuja kushiriki nasi, twende tukakimbie. Lakini kama tunafanya mpango watu wote watakaoshiriki tuwe na uniform maalum tuweze kushiriki. Na kama hilo litashindikana, alafu ikatokea nyinyi kikundi chenu cha jogging ama tawi lenu ama group lenu lina jezi za njano ama za kijani, msije. Tutapokea jezi zote kasoro rangi hizo mbili. Ni haramu kushiriki katika tunabeba fun run. Tunakusudia kuna watu wasiopungua 2000 kwenye hizi mbio. Kwa hiyo tunawakaribisha tuje tufurahie kwa pamoja. Hiyo itakuwa ni jioni, na tumeweka jioni kwa sababu jua limepoa, lakini watu wengi wanakuwa wameshatoka makazini. Tunashiriki kwa pamoja kwenye mbio hizo. Na ninyi waandishi wa habari mnakaribishwa, njoeni tukimbie kwa pamoja. Hiyo usije umevaa jeans, kuna nguo za kukimbilia. Hiyo itakuwa ni jioni, lakini asubuhi tutakuwa na tukio la bodaboda tour. Hili ni tunabeba bodaboda tour. Hili ni tukio ambalo tutazunguka mji mzima wa Dar es Salaam tukiwa na bodaboda 10,000 ambazo zimebeba bendera ya Simba Sports Club, wamevaa jezi ama uniform maalum za Simba Sports Club, na zimebeba ujumbe tunabeba, tunakizunguka katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Tumeshaanza mchakato wa kuorodhesha na kuwasiliana na viongozi wa bodaboda Dar es Salaam ili tuweze kufanikisha jambo hili. Tutaanzia makao makuu ya Simba Msimbazi, tutazunguka katika maeneo mbalimbali. Tutakuja kutangaza ruti yake, lakini tutaanzia Msimbazi, tutapita barabara ya Uhuru, tutakwenda kupita barabara ya TOT, tutakunja mpaka Ubungo, tarudi Manzese Kinondoni, Mwananyamala mpaka Uwanja Taifa, tutaingia Mbagala, tutatokea Chanika, tunakuja kumaliza shughuli yetu hapo. Mmeguna? Hiyo ni tunabeba boda tour. Tunazunguka tu mji mzima, tunapiga zetu no linda, tunapiga zetu honi, tumewasha taa fulu, tunafanya vurugu mji mzima. Kwa wanangu wa Vishandu,
wanangu wanaotaka kushiriki kwenye jambo hili, nyote mnakaribishwa. Tunafanya vurugu mji mzima, tunataka dunia nzima wajue kwamba Simba anacheza fainali ya CAF. Hiyo ni tarehe 22. Mavala wewe una boda boda, njoo nayo. Tutazunguka nayo. Na kama kuna mtu asaka mara mimi nina boda boda wangu, naye njoo naye boda boda wako. Yaani tunataka tuzunguke mji mzima. Nauliza mafuta. Wewe njoo nayo. Sisi tunadhaminiwa na Lake Energy. Hatuwezi kukosa mafuta ya kuwapa boda boda 10,000. Tutazunguka nchi nzima hii. Lake Energy yuko pale. Tarehe 23, ndugu zangu, tunafanya yote haya, lakini lazima tumkumbuke Mwenyezi Mungu. Hatuna ujanja sisi bila Mwenyezi Mungu. Na tarehe 23 itakuwa ni siku maalum ya sisi kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Na tunamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa kufanyaje? Kwa kwenda kutoa misaada kwa watoto yatima. Tarehe 23 tutakwenda kutoa msaada kwenye vituo vya aina mbili. Vituo ambavyo vinamilikiwa na taasisi tofauti za kidini. Kwa saa 5 tutatoa kwenye kituo kimoja, na baadaye saa 2 na baadaye tutakwenda kutoa kwenye kituo kingine. Tutakuja kuwatangazia ni vituo gani ambavyo tutakwenda kutoa msaada kwa watoto ambao wana uhitaji maalum. Hiyo ni tarehe 25, na tayari tumeshaomba na kuwasiliana na wenzetu wa Mo Dewji Foundation kwa ajili ya kutupatia zawadi za kuwapelekea watoto, na tunatoa zawadi hizi ili Mwenyezi Mungu atusikie kilio chetu na atujalie tuweze kuchukua ubingwa wa Afrika. Tarehe 24 itakuwa ni mazoezi ya mwisho na vitu vichache vya kukamilisha mipango. Tarehe 25 ndio itakuwa siku ya kumtoa mwali. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kutimiza azma yetu ya kuchukua ubingwa. Tarehe 25 wenyewe sasa. Tarehe 25, kwanza kila mwana Simba atakayekuja uwanjani tarehe 25, vazi letu rasmi siku hiyo ni jezi nyekundu ya Simba Sports Club. Haijalishi ni ya kimataifa ama ni ya ligi, tunachoangalia ni rangi ya jezi. Naomba, nasisitiza, nakumbusha, zote ni rangi zetu. Nyeupe ni rangi yetu, blue ni rangi yetu. Lakini tarehe 25 tunataka wana Simba wote tuvae jezi nyekundu. Asitokee mwana Simba yoyote akavaa jezi ya rangi. Kama huna rangi nyekundu jezi, alafu una nyeupe ama blue, basi vaa t-shirt nyekundu. Njoo Benjamin, sisi tuko radhi. Usivae jezi ya Simba lakini ukavaa nguo yoyote ambayo ni nyekundu. Mfano mimi binafsi nimepanga kuvaa suti siku hiyo, ili nikiwa navalishwa medali pale niwe ndani ya suti nifanane na Mosepe. Lakini kwa kuwa sare yetu ni nyekundu, na kwenda kushona suti nyekundu ili nifanane na wanasimba, na sio maroon, ni nyekundu kabisa ile ya Simba Sports Club. Na kwenda kushona siku hiyo, na vaa suti nyekundu, tai nyekundu na viatu vyekundu kabisa kwa ajili ya kuungana na wanasimba wenzangu, ili siku hiyo watu wote tuwe na rangi ya kufanana. Tumeona wenzetu kwa mfano Al-Ahli wakicheza mechi zao pale nyumbani. Al-Ahli wana rangi ngapi? Wana rangi 3 kama sisi. Wana nyeupe, wana nyekundu na wana nyeusi. Lakini wakicheza mechi wanaoitaka, watu wote wanavaa rangi hii, wanavaa rangi moja tu ambayo ni nyekundu. Kwa nini sisi tunaingia uwanjani tunakuwa kama ampisin, huku nyekundu huku nyeusi? Tuingie uwanjani wote tukiwa rangi moja, wote tumevaa jezi nyekundu. Na hili ningependa kuwakumbusha viongozi wote wa matawi, viongozi wote wa magrupu, viongozi wote wa Simba kuendelea kuwakumbusha na kuwahimiza wana Simba tuvae jezi nyekundu. Tukiingia uwanjani tarehe 25, upo mpango ushangiliaji ambao tunauandaa na utafanikiwa.
nisingependa kuutaja hivi sasa kwa sababu wachawi ni wengi, lakini huko mpango ambao tunauandaa tarehe 25 twende tukautekeleze pale uwanjani, na tutaanza kuufanyia mazoezi baada ya kurejea kutoka Morocco. Lakini wewe mwenyewe mwana Simba, ukiingia uwanjani usiingie kinyonge. Usiingie uwanjani kama umeingia maabara, yani kimya umetulia. Njoo uwanjani tayari ukifahamu mimi nakwenda kwenye vita ya makelele. Hii ni fainali. Toa sauti yako mpaka mwisho ili tushangilie Simba yetu. Nitakuja na huo mpango, tutawaeleza kitu gani tunafanya, lakini ianze kuanzia sasa ya kwamba tarehe 25 tunakwenda kwenye vita ya kelele. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, mimi nimemaliza yale yote ambayo nilipanga kuwaeleza kwa siku ya leo. Labda kama kutakuwa kuna maswali, lakini niseme tu ya kwamba safari yetu itakuwa ni kesho, na tutaondoka na watu wa makundi tofauti tofauti, tukiongozwa na naibu waziri wa Wizara ya Habari, Mheshimiwa Hamis Mwinjuma, ambaye atatongoza kwenye ndege mama, pamoja na viongozi wengine, viongozi wa dini tutakuwa nao kwenye safari yetu hii, viongozi wa serikali, viongozi wa TFF, wote tutakuwa nao kwenye safari hii, pamoja na mashabiki kuelekea safari yetu ya kwenda Morocco. Jambo moja la mwisho na la msingi ningependa kuzungumza. Baada ya taarifa kutoka ya kwamba tumepewa ndege ya bure na serikali chini ya Rais Mama Samia, baadaye Simba Sports Club tukatoa na sisi utaratibu wetu, ambapo kila ambaye anahitaji kusafiri anapaswa kulipa dola 1200 kwa ajili ya kuweza kusafiri kwenda Morocco. Wapo watu wanaohoji, kama ndege ni ya bure, kwa nini mwatoze watu dola 1200? Maswali yao ni ya msingi sana na majibu ni kama ifuatavyo. Dola 1200 ambayo utaitoa haihusiani na nauli hata senti moja. Kila mtu atapanda ndege hiyo bure, lakini lazima atoe dola 1200. 1200 utakayoitoa sio nauli, ndege tumepewa bure. 1200 inakava vitu mbalimbali ambavyo sisi kama taasisi tumesema tuvifanyie kazi ili kuepusha aina yeyote ya usumbufu ambao utajitokeza tutakapofika kule Morocco. Ndugu zanguni, tunakoenda ni mbali. Morocco ni kwa watu Morocco. Ni lazima sisi ambao tutakuwa responsible na Watanzania wote ambao watakwenda Morocco lazima tujipange na kujidhatiti sawa sawa. Kwa mantiki hiyo basi, Simba tumeratibu zoezi zima la malazi kwa watu ambao watasafiri na timu kutoka Dar es Salaam kwenda Casablanca Morocco kwa muda wote wa siku 4. Hivyo basi dola 1200 utakayotoa inakwenda kukava sehemu ya kwanza ya malazi. Dola, na tunapozungumzia Casablanca sio Dar es Salaam ambako unaweza kupata hoteli ya 20,000. Tunapozungumzia Casablanca nazungumzia moja kati ya majiji expensive vibaya mno kuishi. Casablanca ukikaa hivi unaiona Spain ile pale, too close. Kwa hiyo maisha ni aghali mno Casablanca, na ndio maana tukasema wacha sisi tuchukue jukumu hilo la kuwatafutia malazi watu ambao tutasafiri nao. Lakini hela utakayotoa dola 1200 itakava mipango mizima ya usafiri kwa siku zote 4 utakazokuwepo pale Morocco. Hela utakayotoa itahusiana vile vile na bima ya afya ambayo unatakiwa ukate kabla ya kwenda Morocco. Yote hayo na mengine mengi ndiyo ambayo yamepelekea hiyo fedha kufika dola 1200. Kwa wewe ukisafiri hapa kufika Morocco unakuwa chini ya uangalizi wa Simba Sports Club kupitia dola 1200 ambayo umeitoa. Hatukutaka kusafiri na watu alafu tukafika kule tukaishi kama kumbi kila mtu na mpango wake. Kule ni nyumbani kwa watu, lazima tuishi
lazima tuishi in a systematic way, na nyinyi wote ambao mtasafiri kule mnakuwa chini ya mamlaka na uangalizi wa Simba Sports Club. Sisi ndio tutakuwa responsible na answerable kwa kila jambo. Ndio maana tukasema turatibu vizuri hili ili isitokee changamoto ya aina yoyote. Yapo mambo ambayo yalitokea Afrika Kusini tusingependa kuyazungumza, tukasema huku ni mbali zaidi isitokee ya kutokea. Kwa hiyo basi wale wote ambao wanahitaji kwenda, $1,200 ni unquestionable things. Lipa, twende Morocco ukafurahie Simba yako. Mpira gharama na tunakwenda kwenye jiji la gharama. Na ndege ni ya bure kabisa tumepewa, na wana Simba mnakaribishwa kwenye ndege hiyo, na mbuzi tutakuwa huru kusafiri nao. Nitaka mcheke tu. Mimi nimemaliza. Ndio Rama. Ahmed, ningependa kufahamu mpaka sasa hivi msafara mzima kuanzia mashabiki, watu walikuwa wadogo wa Tanzania kwenda Morocco. Watu ngapi? Msafara mzima. Au ndege inabeba watu ngapi? Nitakuwa au mtapatia sasa. Haya, ndio. Sawa, mimi swali langu ni kutoka kwa wewe ambalo kama umelipata au kama hujalipata, hali iko vipi ya kikosi? Wachezaji mmewahakikishia vipi kwenda kucheza mechi na sio kwenda kucheza tukio, kwa sababu tunaelewa madhara ya kucheza tukio na sio kucheza mechi. Hali ya kisaikolojia ikoje, kwa sababu wachezaji wengi wamekuwa ni hawajaifikia kwenye hiyo hatua ya finali. Hali ya kisaikolojia kwenda kucheza mechi na sio kwenda kucheza tukio ikoje? Ndio. Sawa, semaji, Simba ni timu ambayo mashabiki wake huwa wanaipenda sana, na kwa jinsi ambavyo walikuwa wakitamani kufika finali, kuna uwezekano wakawa ni wengi kuliko idadi ambao nyinyi mnaifikiria. Kwa mfano kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa na watu wengine kusalia. Mmejipangaje kuweza kuwa kiu na kuwapokea mashabiki wote ambao watahitaji kushuhudia mechi? Yamesha sawa. Ndege inaingiza abiria 272 kama siko sawa. Tunasafiri na wachezaji 24. Technical staff 14. Jumla 38. Kwa hiyo nabaki siti kama 240 fulani hivi za watu wengine. Lengo letu ni kuondoka na ndege full. Mpaka sasa bado sijapata idadi kamili ya watu wangapi wanaosafiri. Maombi ndio yamekuja, yanapokelewa hapo, na tunakwenda ubalozini kwenda kufuatilia masuala ya visa. Of course kuna hiyo changamoto kidogo sababu muda umeisha na safari ni kesho. Nadhani idadi kamili tutaitoa kesho, leo siku kabla safari haijaanza, ya kwamba ndege imebeba abiria wangapi kwenda nao Morocco. Swali la pili, hali ya kikosi iko shwari, na uzuri jana tumeiona timu ikicheza dhidi ya KMC. Wachezaji wetu wote wako vizuri. Inspector Karabasha Mo alikuwa na maumivu kidogo, lakini kwa mapumziko aliyopewa na hizi siku kabla ya kuelekea mechi yetu ya Berkane atakuwa ameshakaa sawa. Maana yake ni kwamba hakuna mchezaji ambaye atakosa mchezo huu. Hata Joshua Mutale naye anaendelea vizuri kabisa. Hii maana yake ni kwamba tuko tayari kuwakabili wapinzani wetu. Saikolojia iko ya namna mbili. Iko ambayo mtu anaanza nao yeye mwenyewe, alafu kuna saikolojia inayokuja from external. Kwa sasa wachezaji wetu wapo vizuri kisaikolojia kuanzia wao wenyewe, kwa sababu naturally mchezaji mpira yoyote akifika finali saikolojia yake huwa inaongezeka na kuimarika maradufu, kwa sababu anajua na kwenda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tuko vizuri kwenye upande huo, kwa sababu wachezaji wetu wenyewe wanaitaka finali na wanataka ubingwa. Ameuliza pale muulizaji kwamba Simba na mashabiki wengi, kama itatokea Benjamin Mkapa itajaa mapema.
tutakachokifanya ni kuandaa big screen katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, au kama kuna mtu atahitaji kuandaa big screen katika mtaa wake, sisi tutafanya kazi ya kumsupport kwa kumtangazia aweze kufanya hilo, lakini ni mpaka Benjamin Mkapa iwe imejaa. Ikijaa Benjamin Mkapa katika maeneo mbalimbali ya wazi, tutaandaa big screen, watu wende wakaiangalie Simba yao tarehe 25. Asante sana.